Haleluya. Kwa hiyo yapo maelekezo ambayo Mungu anataka tuyaishi kwenye ndoa. Unajua kuna kitu ambacho Mungu ameweka kwa mwanaume. Haijalishi ni mdogo. Kuna kitu ambacho amewekwa. Mungu kitu ambacho ameweka kwa mwanaume wa aina yoyote huwa anapenda kuheshimiwa. Haleluya. Ndicho kilichotokea kwa Vashti. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Esther, ndoa ya Vashti ilivunjika. Ilivunjika kwa namna gani? Ilivunjika kwa kutokumtii mume wake. Ilivunjika kwa kutokumheshimu mume wake. Biblia inasema mume wake alimuita akakataa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inatuonyesha picha ipi? Inatuonyesha jinsi Vashti alivyokuwa hana heshima kwa mume wake. Haleluya. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, uwezo wa kuitengeneza ndoa upo mikononi mwako. Uwezo wa kuiharibu ndoa pia upo mikononi mwako. Haleluya. Kwa hiyo ndoa inaweza ikawa nzuri kutokana na msingi wa ndoa ulivyo, lakini kutokana na maelekezo ya neno la Mungu jinsi unavyoliishi kwenye ndoa. Tunaona ndoa inafika watu wanaachana. Haleluya. Hata zile ndoa ambazo watu wamefanya agano mbele ya madhabahu ya Mungu, wamefunga ndoa kanisani, wamekula na viapo, inafika wanaikimbia ndoa, inafika wanaachana kwenye ndoa. Ishu nini? Ishu hajafuata maelekezo ya Mungu kwenye ndoa. Haleluya. Huyo mwanamke, kitendo cha kumpenda mke wako, hawezi akafikiria kuondoka. Haleluya. Inafika mpaka mtu anafikiria kuondoka, maana yake vipo vitu vimepungua kwenye ndoa. Haleluya. Inafika watu wanachana, familia inasambaratika. Haleluya. Ishu ni mwanamke ameshindwa kuwa mtii kwa mume wake kwenye ndoa. Unaona?